Ri tuikarite oguo ri ni ndĩrona maũndũ ma maciaca nĩ manogirie tikarite oguo ri ndĩrona ndeto cihiũhĩtie gũkũ nenda-inĩ ndĩracibuata kahora ndĩracithondeka ciĩ thenema mwathani haya are you ready for cinema? Wow, tutiirega thinema Ngai right on. Karibu mtazamaji, msikilizaji. Sinema yenyewe imeandaliwa hapa jijini Nairobi. Nairobi ukipenda zaidi vitongoji duni za Kangemi. Right on. Makosha. Sinema yenyewe kwa title inaitwa Mission Impossible. Kumbuka msikilizaji, mtazamaji, starring Akufangi. Tunamuona pale starring akikuingilia kwa jina ukipenda zaidi ni Jezebel. Into bracket Kaswiti. Love emoji, chama chake ni cha DSPP. Mtazamaji, msikilizaji, kumbuka huyu ukipenda zaidi Kaswiti ama Jezebel amekuwa akitafutwa na pande zote. Makosha anatafutwa na nani? Tunamuona pale na kuingilia ukipenda zaidi ni Bathsheba. Mission ni kumutambaliza. Tunamuona pale anafungua kiosk na anaekelea chai. Anaweka kuni, anajaza maji, anaanza kuichemsha. Title ni Mission Impossible. Issue kubwa hapa mtazamaji, msikilizaji, ni kumsambaratisha ukipenda zaidi Kaswiti Ketu Makosa. Anakuja na kusema ya kwamba mkimuona huyu Kaswiti, huyu ni Jezebel. Kwa nini? Kwa sababu kitu ya kwanza, huyu inasemekana ya kwamba yeye kazi zote ni yeye anachukua. Huyu anasumbua zaidi wafanyikazi. Wakienda kulipisha kazi anachukua pesa yote, alafu sasa anajifanya yeye ndiye mdosi. Inasemekana huyu Jezebel anatembeaga na wanaume wote wadosi. Kumbuka mtazamaji, msikilizaji, hizi ni kuni ambazo zinaongezwa pale ndio chai ichemke ikunywiwe. Inasemekana Jezebel anatembea tu na wanaume wa wenyewe wale wadosi. Swali ni je, makosa iko wapi? Kumbuka pia yeye mwenye kuweka chai pale ukipenda Bathsheba, pia yeye anaonekananga na wanaume wadosi. wadosi wa kutoka nchi za Ulaya, maprezo wa hapa na pale. Sasa chai ikifika pale ni upande wa pale Jezebel mwenyewe akiwa na wanaume kuna shida, lakini yeye akiwa nao hamna shida. Inasemekana Jezebel yeye mwenyewe anaenda kule kutafuta kazi ya unga, lakini pia pande ile mwingine pia tunamuona kazi ya unga pia. Kajindoke ni baadhi ya koroka hivi. Vile aliendelea kuweka zile kuni pale ndio chai chemke wa Kenya waikunywe. Makosha. Wa Kenya wakakataa kukunywa ile chai, wakakimbia pale na kupiga ile sufuria mateke, kutoa zile kuni na kuagusha hurubaru. Chai ilikuwa imehagirwa na hurubaru. Chai kuangushwa, tukaona maajabu. Ndani ya ile chai mlikuwa na suruari mabaika. Kumbuka hizi zote zinawekangwa kwa chang'aa ndio ishike. Kumbuka mtazamaji, msikilizaji, mimi kama DJ na kuruanga raw intelligence.
Tukakuja kuona huyu hayuko peke yake. Huyu Bathsheba ukipenda zaidi ni mouthpiece. Kuna mtu ambaye anamtuma. Sasa swali ni kubwa, je, anatumwa na nani kumsambaratisha Kaswiti? Ni serikali ama ni nani? Mtazamaji, msikilizaji, inaenda kuhanga part 2. Kwa sababu lazima tuseme mission impossible. Chai iliwekelewa lakini tukaimwaga. Ni kama Bathsheba hapati usingizi kamwe, anaota na Jezebel. Kumbuka Jezebel ni kubandikwa, ni Kaswiti. Kipenda zaidi chama ni DSPP, ni Dr. Kaswiti People's Party. Na tukisambaratisha sinema, kumbuka ukianza kupaa maadui wanakuwa wengi. Inasemekana ya kwamba Jezebel anatembea na wanaume wako na mabibi ambao wako na mapesa. Anatembea na wanaume ambao wako na mapesa. Na makampuni pia anang'ang'ana na zile kubwa na kustua wafanyikazi. Anastuaga wafanyikazi sana ambao wameandikwa na wao. Na mshahara ikitoka inaingia kwa akaunti yake, halafu anatulipa anawalipa. Na hujanilipa Disemba. Niweke yangu ya Disemba. Baka ya bwana mzee ana pesa yote. Kumbuka anatembea na wanaume wazee ambao wako na mali. Iji wa Munyoro. Naye upande mwingine mwenye alikuwa amehagira chai pia tunamuonanga kule kwenye mitandao. Form ni ile hata yeye kwanza ako mbele kabisa sababu ni madege. Lakini pia Kaswiti wetu anaendaga na helikopta. Wanasidana. Watatoa wimbo ile inaitwa kuna ile wimbo ambao inaitwa dege ituneje. Sasa swali ambalo tunajiuliza sisi kama wasikilizaji, watazamaji, tukijiangalilia tunajiuliza, je, nani anamtuma Bathsheba? Ni nani ambaye anamtuma? Huyu barua ambaye alikuwa ameekelea nayo chai. Ni ya nani? Ni ya rangi gani?